Baba yake mzazi alipokufa na kuondoka duniani, lakini nafsi na roho yake ilibaki duniani na kumsumbua mtoto wake na ikitaka msaada isaidiwe. Kama ni mara yako ya kwanza kujiunga na Tam TV Recap, usisahau kutufollow, usisahau kusubscribe. Picha yetu inaanza na mwanadada huyu hapa anaitwa Mia. Huyu dada yuko na marafiki zake pamoja ambao wamefungua Rebrand ya uchoraji. Yaani wao ni wanamitindo ambao wanafanya mambo mengi, na huyu hapa ni Michael akiwa yuko na msaidizi wake wa kazi. Na Mia moja kwa moja alimpigia simu Michael na kumwambia, "Hakika nimechelewa lakini niko njiani na kuja." Michael akamwambia, "Hakuna shida bwana. Kwa kuwa niko na mwanangu sana zaidi ya sana, hakika usijali." Lakini hapa Mia baada ya kuacha maongezi babake anapokea simu ya babake mzazi, na kwa kuwa Mia alikuwa yuko busy sana na kazi, hakuwa na muda mrefu sana wa kuongea na babake. Kwa hiyo Mia kwa kuwa alipoteza mama yake mzazi na alimwacha babake huko na kuhamia huko Marekani, sasa hivi yuko na kazi zake na maisha yake. Basi Mia alipokata simu na baba akaendelea kufanya mengine, na jioni ilipofika Mia anapokea ugeni ambao umekuja katika hii Rebrand ambao anaitwa Glad. Glad yeye ni kama mdhamini au mtu ambaye anataka kufanya collaboration ya kazi hizi mbili, kwa kuwa hawa wote kazi yao ni wachoraji wa michoro yenye bei kali katika nchi hiyo. Lakini Glad aliongea mambo mengi, lakini Mia babake mzazi aliendelea kumsumbua tena kwa kupiga mara ya kwanza, mara ya pili, mpaka mara tatu, lakini Mia wala hakupokea kwa sababu katika kikao kizito. Na baada ya kikao chake kuisha, Mia alirudi zake nyumbani na kukuta picha zimedondoka na kujilaza moja kwa moja na kushindwa kukumbuka kama baba alimtafuta ili baada ampigie. Mia alipolala na kupata usingizi, mara ghafla alihisi kama chumbani kuna mtu ambaye ameingia, lakini kusogelea karibu kukiangalia kivuli cheusi hakikuwa cha mtu mwingine bali alikuwa baba yake mzee Lemond ambaye alishafariki dunia, akimwita Mia. Mia anakurupuka kutoka usingizini na alijua kama yote yalotokea ni ndoto. Basi akachukua simu na kusema, "Acha nimwangalie baba ana shida gani." Lakini simu iliita mpaka ikaita tena, lakini alipokea ujumbe hapo kusema, "Mwanangu nakupenda," na alifarijika. Lakini baadaye tena alipotulia tena akaona bora ashike simu apige. Habari anazozipata Mia zikampa shoti ndani ya mwili wake na zikafanya mshtuko mzito zaidi na zaidi. Baada ya kwamba baba yake mzazi amepoteza maisha, Mia alilia sana zaidi ya sana na akafunga safari moja kwa moja kuelekea wapi baba yake alipo. Alipofika mpaka pale, alifika kanisani ambapo mwili wa babake ulihifadhiwa, lakini kuna mtu anamwangalia Mia kwa ukaribu sana, na Mia alitamani kujua huyu ni nani, lakini hakuweka sana kichwani na kujiuliza tu maswali mengi, kwa nini huyu mtu ananiangalia. Mia baada hapa alikuja kama mchungaji ama mtunza miili ya maiti, akamwambia, "Unataka huu mwili wa babako tuufanyeje? Tuuchimbie kaburi tuuzike ama tuuchome moto? Babako aliacha usia gani?" Mia akamwambia, "Baba hakika alinipa tu usia, hata kama nitafanya jambo lolote, kutia majivu ndaniu, kuchoma mwili wake na kuchukua majivu, lakini anachotamani yeye kwenda kulala karibu na alipolala mama." Basi jamaa akamwambia, "Hakika itabidi usubirie kidogo, tutakufanyia hilo swala na utarudi na chungu chako nyumbani cha majivu yako." Mia akamwambia, "Basi mchungaji, hakuna shida." Hapa ndipo Mia alipolelewa, na hapa Mia ndipo alipozaliwa, na hapa Mia ndipo kwa babake mzazi. Mia alirudi na chungu cha majivu. Leo Mia ni yatima, hana baba wala hana mama. Baba amekufa mwaka huu, mama amekufa mwaka uliopita. Mia anarudi katika nyumba ambayo inamkumbuza mambo mengi sana, na Mia machozi tu yanimtoka, lakini alichukua vitu vya thamani na kuvitia mule katika majivu ya babake ili mradi kuweza alau kumpa mapenzi. Lakini hapa kuna glasi, na glasi hii ya ajabu kuna mtu kama anaivuta. Je, hili ni nani ama huyu ni nani? Hapa anaongea na Michael, anamwambia, "Bwana Michael, nashukuru tumezika salama na mambo yanaendelea vizuri." Michael anamwambia, "Hakika huku kazi zinaendelea vizuri kama jinsi ulivyoziacha. Hakika fanya mambo yako tu kipolepole, wala usihofu wala usijali." Lakini Mia kuna sauti anazisikia za hapa na pale zikimwita, na sauti hizo Mia alijitahidi kuzipotezea lakini alishindwa. Lakini alipotoka hapa alikuta kama kivuli, na alipokiangalia kile kivuli cha mtu wala kukiona, Mia hakutaka sana kuweka mambo mengine kichwani, maana unaweza ukajitisha mwenyewe na ukajikuta una msongo wa mawazo bila kutegemea. Na alirudi huku na kuchukua yale majivu na kuyaweka ndani ya boksi hili na kutaka kuandaa safari ya yeye kuondoka, kwa sababu ameshamaliza kumzika baba yake mzazi. Mia akaendelea kufunga vifaa vyake na kuweka mambo yake vizuri na kutaka kuondoka. Lakini tena Mia anasikia sauti zikimwita, lakini sauti hizo Mia zinazomwita wala hazioni na wala hazionekani.
Mara ghafla akiwa hapa ameshika glasi yake, mara tena anasikia sauti inamuita. Na Mia alipogeuka hivi kulia kushoto, wala hakuna chochote alichokiona. Akaanza kushota mpora kwenda kuangalia kitu gani ambacho kinamwita, na akaona sauti ile inatokea katika chumba cha marehemu baba yake. Alienda mpaka chumbani kwa marehemu baba yake na hakukuta mtu yoyote ambaye anamwita. Mia alijawa na taharuki, alijawa tu na mshangao na akijiuliza ni stress zinazomsumbua juu ya mapenzi ya babake ama nini. Lakini Mule aliambiwa maneno mazito, akaambiwa hakika usiondoke, na alikuja akafungua boksi lote na kutoa vitu vyote ambavyo alishavitia ndani ya boksi hili na kupanga tena kama jinsi vilivyokuwa, na anaambiwa hakika utulie hapo mpaka utapopata maagizo mengine. Mia alirudi katika PC yake ama laptop na kuendelea kuangalia ni nini kinachotokea mtu baada ya kufa, wala hakupata jibu na wala zile sauti za ajabu, na mtu ambaye alikuwa anamuita alikuwa bado hajamuona. Alirudi hapa katika chumba cha babake na kupekua na kukuta kumbukumbu nyingi za marehemu babake ambazo alimchukua kipindi Mia yuko shuleni na baba alimhifadhia mwanae vyema. Basi Mia akajisikia huzuni na akatoa machozi mengi kwa sababu picha hizo zimemkumbusha mbali sana kipindi ambacho yeye yuko na baba yake ama yuko na familia yake, na usingizi ukamchukua tena na tena, na Mia alilalia sofa lile taratibu. Lakini mara ghafla mtu alikuja na blanket akamfunika. Lakini Mia anajiuliza ni nani huyu aliyenifunika blanket? Akamwambia baba, kweli uko hapa ndani? Na blanket likaamka kama ishara ya mtu ambaye alijifunika. Akamwambia ndio, niko hapa mwanangu. Akamwambia sasa baba, kuna nini? Jambo lile lilimchanganya sana baada ya kusikia babake amejibu, na ikabidi ampe mwenzio udaku ama wachambe umbea kidogo. Umwambie bwana, hakika mimi mzimu wa marehemu baba unanisumbua. Baba amekufa, lakini naona kuna roho yake ambayo inanisumbua, inapita kunitanita. Michael alikuwa mkali na kuamini jambo hata moja aliloambiwa pamoja na Mia. Lakini Mia hapa kona, acha nijaribu kitu, kama kweli baba yuko hai au kama baba kweli mzimu bado wake upo, nitaona hapa. Akatuma meseji kwenye simu hii hapa mbele ya babake, na baada ya kumwambia baba nakupenda, na ile simu ikajibu na mimi nakupenda pia. Hapa ndipo Mia aligundua kama baba yake yupo, na Mia akashikwa na tahayari, akabaki na maswali, akabaki akijiuliza, je, mzimu wa baba unataka nini? Huu mzimu ukapita tena nyuma yake. Mia akashtuka, na aliposhtuka mzimu ule ukaenda na kivuli akakiona, na ukarudi tena mzimu wa babake ukavaa nguo nyingine, na hapa ukasimama. Mia anauona mzimu wa babake macho kwa uso kwa macho. Mia alibaki na tahayari, na mzimu ukaja ukamtisha kwa karibu. Mia alibaki akipiga kelele tu na akisema nini ambacho kinaendelea. Lakini siku yake ya pili ilipofika, Mia aliingia katika restaurant moja kupata kuweka akili yake vizuri. Lakini hapa yule jamaa ambaye siku ambaye anaenda kufuata mzimu, anaenda kufuata mwili wa babake kanisani, huyu jamaa alikuwa na mendea. Leo jamaa akajitambulisha, hakika na mimi naitwa fulani bin fulani, na mama yako na baba yangu wote wamekufa siku moja. Kwa hiyo sio mbaya sana, najua sasa hivi hali gani ambayo unaipitia, na nilijua tu lazima siku yoyote utakuja hapa. Huyu jamaa akamwambia mambo mengi, akamwambia hakika na mimi mama yangu na jambo lilikosea katika chama chao huko, kwa hiyo kuna muda anakuwa ananisumbua. Mia maneno haya yalimshangaza sana. Huyu jamaa kwa nini naye mama yake amekufa ghafla na amekufa siku moja na babake? Lakini hapa anaona kikombe kimeandikwa best dad ever, yani baba bora daima. Haya, Mia tena akatokewa na mzimu wa babake, na babake akamtisha, na Mia akaondoka eneo lile. Na aliporudi nyumbani, Mia akamwambia tena Michael, baba ananisumbua na sijui kwa nini baba ananisumbua. Michael anamwambia hakuna kitu kama hiko, mtu akifa kila kitu chake kimeondoka, kila kitu chake kimekufa. Hata mimi na wewe tutapokufa hakuna kitachorudi, labda kama Mungu atatuinua tena kutoka katika matumbo ya ardhi na kuturudisha tena duniani. Michael akawa mgumu kuamini. Mia anaongea kwa uchungu kiasi ambacho mpaka machozi yanamtoka, lakini Michael alizidi kumdadavulia, na kitu siku zote kikutokee wewe kikimtokea mwenzio ni kitu cha kawaida. Mia alisikia tena kama anaitwa, na kwa kuwa Michael alimwambia hebu muulize babako anataka nini, basi alinyata mdogo na kukisogelea, maana simu ilikuwa inaita. Alipokamata ile simu na kupokea, baba alimwambia hakika mimi hapa babako, na akamwambia baba unataka nini? Basi baba akamwambia mgeuka nyuma, mimi niko nyuma yako. Mia alimwambia uko nyuma yangu? Akamwambia geuka mwanangu, nataka msaada mwanangu, naomba unisaidie. Mia aliogopa baada ya kuona mzimu kama unamfuata.
kelele zile zikavuta viti pamoja na meza, lakini Mia alijawa na taharuki. Kwa nini haya mambo yote yanamtokea? Baba yake amekosea nini? Na kweli huyu anayemsumbua ni baba yake ama vipi? Basi Mia aliogopa kulala ndani. Alirudi moja kwa moja na kukaa ndani ya gari usiku mzima na mpaka panapokucha, lakini aligongewa bwana dirisha kwenye gari lile, na hapa anemgongea ni bibi kizee mmoja, mtu mzima. Anamwambia, hakika mimi ni jirani wa karibu na baba yako, naitwa Glory. Dada alitambulishwa na bibi akamwambia, tafadhali toka ndani ya gari twende nyumbani mwenu tukaongee, na wala usijali, hakuna kitachoharibika kwa sababu najua vitu vingi juu ya babako. Basi Mia hakumjeulia mtu mzima yule na alirudi ndani. Hapa wakaanza kuyajenga. Bibi anamwambia, hakika baba yako alikuwa yupo katika chama, na chama hiko cha kuabudia shetani, lakini kuna makosa ambaye ameyakosea, na sasa hivi inakutaka wewe mtoto wake ujiunge na chama hiko, kwa sababu yeye hakukurithisha katika chama. Ndio maana unaona mzimu wa babako unakusumbua, kwa sababu shetani ambao babako alikuwa anamtumia sasa hivi hana muongozaji, na hakika alichosaini hakutaka wewe akuchinje ama akuue, akupe sadaka katika chama hiko. Kwa hiyo sasa hivi inakutaka wewe sasa hivi umiliki kila anachokimiliki baba yako. Mia akamwambia, sasa kwa nini niwe mimi? Akamwambia, kwa nini wewe ndio mtoto wa huyu mzee, na babako ilimadi atulie huko alipo akae, inabidi tufanye ibada kubwa na wewe uende huko na ujisainishe na ukubali kila kitu utachoambiwa ama ufanye. Na kweli Mia kuchungulia hapa alimuona ule shetani. Mia aliogopa sana. Akamwambia, mama, ina maana huyu shetani ndio ambaye baba ndio ambaye alikuwa anamfuga? Akamwambia, na alimhifadhi hapo katika kichumba kidogo. Kwa hiyo ukitaka huyo shetani atulie, asikutese wala asimtese babako kwa alipo, na roho ya babako ikae sawa, basi inabidi kubaliane na maneno yangu nitayokuambia. Hakika mimi mwenyewe ni mwanachama, lakini mimi nishamlisisha mwanangu, bado wewe ulithishwe, uliiswa babako. Ndio maana kabla babako kufa alikupigia simu nyingi, ikiwezekana wewe utoke huko uje, lakini wewe kwa wingi wako wa kazi na dharau zako ndizo ambazo zimekufanya umekosa neno tamu na bora salama kutoka kwa baba yako ulisi. Basi Mia hakuwa na lingine, hakuwa na kuweza kukataa. Mama alianza moja kwa moja maombi, na Mia anajikuta ameingia katika huo mlango wa kifo na kwenda kuinusuru roho ya baba yake. Na alipofika hapa alikuta mambo mengi ya ajabu katika chumba kile, na alimuona huyo shetani akijipindapinda na kujivunjavunja. Mara anamuona baba yake akiwa hivyo na jeneza, na baba yake alipomsogelea karibu, baba alimvuta Mia na Mia akadondoka tena kutokea sehemu nyingine. Hapa anakuta viungo vingi vya roho ambavyo vimechomwa moto, yani Mungu akose mwili, akose kila kitu. Hapa anajikuta Mia yupo katika eneo kubwa ambalo liko wazi, akiangalia huo mlango wa chuma ambacho babake amewekwa. Na kweli baada ya kuona chumba hiko akaingia ndani na kumkuta babake na kumkumbatia. Baba anambia, nitoe. Na kweli Mia alimtoa babake na ile mikono ya shetani ikajifunga pale. Mia inapofika asubuhi alirudi tena katika kaburi la babake na kumwaga yale majivu ya mwili wa babake, kwa sababu baba aliomba alale karibu na mkewe. Mia aliporudi hapa na kumtafuta bidada Glory au mwanamama Glory, mwanamama yule akawa ameshaondoka na kupotea. Hapa sasa tunarudishwa tena na muone yule kijana ambaye alimwambia maneno mengi Mia. Hapa kuna simu kama anawasiliana nayo, sijatambua kama anaongea na Mia ama anaongea. Lakini cha ajabu, huyu mama Glory kumbe alishakufa muda mwingi. Sasa yule ambaye alikuwa na Mia muda wote ni nani? Mia anapokea simu, anapokea ujumbe, na alipokea ujumbe ule, alipofunua hapa anakuta vitu ambavyo baba yake alimwachia, na kuanza kujiuliza hizi password ama hizi pattern ni za nini? Hapa kwenye maongezi Mia akiwa anaongea na simu, na mara akilaumu juu ya yule mama Glory kuwa sasa hivi hapatikani wala haonekani. Na alipopiga simu, punde sio punde Glory anataka kujitokeza mbele ya macho yake, na Glory hakulemba muda akatokea. Akamwambia, usipate shida bwana, ni mimi hapa nimekuja. Hakika unanipigia simu na yale kwamba mimi si mtu tena, bali nimekufa. Mimi ni yule shetani ambaye nilikuwa nataka unitoe kule kwenye ule mlango na kunileta sehemu ya safi na salama, kwa sababu nilikuwa kifungoni, nilikuwa sina mwongozaji, kwa sababu baba yako ameshakufa. Mimi ataniongoza nani? Kwa hiyo tumetumia njia hii kukuimarisha
tumetumia jambo hili kukuweka sawa, na hakika wewe ni wangu kuanzia leo, kama alivyokuwa baba yako jinsi alivyokuwa ananiendesha, na hakika nitakutumikia wewe kadri niwezavyo. Mia maneno yale yanamshangaza sana, na ajui maneno haya kwa nini yanaongeleka na kwa nini hili jambo liendelee. Anaambiwa hili jambo ni la damu na nafsi, yaani kizazi na kizazi. Hakika mimi ni wako. Na ule shetani akaanza kumsogelea Mia taratibu, ili mradi akiweza amuingie ndani ya mwili wake. Wadau wangu, kwa burudani kali na filamu za kutisha kama hivi, usisahau kunifollow, usisahau kusubscribe. Chao, tukutane wakati mwingine.